Sana katika ofisi zetu hapa Mikocheni. Nimewaita hapa kuzungumza na vijana wenzetu wa Tanzania nzima kupitia ninyi. Kwanza kabisa ni wasalimu vijana kwa salamu za chama na salamu ya baraza letu ambao ni vijana ni nguvu ya mabadiliko. Tarehe 12 ya mwezi wa 8 kila mwaka ni siku mahususi kwa ajili ya kuadhimisha siku ya vijana duniani. Siku hii ni kwa ajili ya kutambua mchango wa vijana katika maendeleo ya jamii na kutafuta suluhu ya kudumu katika utatuzi wa changamoto zinazowakabili vijana. Wazo la kuanzisha kwa siku ya vijana duniani lilitolewa mwaka 1991 na vijana waliokutana kwa mara ya kwanza chini ya mwamvuli wa Umoja wa Mataifa Vienna, Austria. Na mwaka 1998 mkutano wa Umoja wa Mataifa chini ya azimio namba 5/120 likaipitisha siku hii ya vijana kuweza kuadhimishwa duniani kote na likaipitisha tarehe 12 ya mwezi wa 8 kuwa siku ya vijana duniani. Mwaka 1999 tarehe 17 Disemba, siku hiyo azimio namba 54/124 la Umoja wa Mataifa likaidhinisha rasmi tarehe 12 mwezi wa 8 kila mwaka kuadhimishwa kwa ajili ya kukumbuka na kutambua mchango wa vijana katika maendeleo ya jamii na kutafuta suluhu ya kudumu ya kutatua changamoto zinazowakabili vijana na kutoa nafasi hiyo kwa ajili ya vijana kujadili juu ya mustakabali wao katika jamii na ni kwa namna gani wanaweza kushirikiana na vijana wengine duniani kote katika kuendeleza mahitaji mahususi kwa ajili ya vijana. Maadhimisho ya kwanza siku ya vijana duniani yaliadhimishwa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2000 na huo ndio ukawa mwanzo wa vijana wote duniani kuitumia siku hiyo mahususi kabisa kwa ajili ya kujadili changamoto zao, kutengeneza sauti ya pamoja juu ya changamoto zinazowakabili na kujadili hatima yao katika maendeleo ya jamii na katika masuala yote ya kijamii, kiuchumi na kisiasa. Baraza la Vijana Chadema tumekuwa tukiadhimisha siku hiyo muhimu sana kila mwaka. Na huwa tunaifanya katika maeneo tofauti tofauti kadri inavyoamliwa na kamati tendaji ya Baraza la Vijana wa Chadema Taifa. Mwaka 2022 tuliadhimisha siku hii ya vijana duniani mkoani Shinyanga tarehe 12 mwezi wa 8. Mwaka 2023 tukaadhimisha siku hii muhimu mkoani Mwanza. Mwaka 2024 wakati tukienda katika tukio la kuadhimisha siku ya vijana duniani tukakutana na udhalimu wa chama tawala ambao hautamani vijana wakutane, kujadili na kupanga ni namna gani wanaweza kutengeneza hatima bora ya maisha yao. Malengo ya siku ya vijana duniani ni kuangazia changamoto zinazokabili vijana, kukuza ushiriki wetu katika maamuzi ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na kutambua mchango wetu katika jamii. Pamoja na kukuza ushirikiano wa vijana duniani kote. Siku hii ni kwa ajili ya kuangalia vijana wa Tanzania ni kwa namna gani tunaweza kushirikiana na vijana wengine duniani, ni kwa namna gani tunaweza kushiriki katika kutekeleza sera za kimataifa na jumuiya ambazo Tanzania ni washirika katika jumuiya hizo zote. Kwa hiyo ni siku muhimu sana kwa ajili ya kujadili changamoto za vijana, kujadili changamoto za kisiasa, kijamii, kiuchumi na katika kutafuta namna gani tunaweza kuwa na ushirika bora wa kiteknolojia na ushirika wa kimataifa ndani ya nchi zote ambazo zipo katika ushirika wetu sisi kama Tanzania na ambazo nchi yetu imekuwa mshirika katika masuala ya kimkataba ya kikanda na kimataifa. Siku hii ni fursa ya kujadili ajira na ujasiriamali wa vijana, elimu na maendeleo ya ujuzi, ushiriki wa vijana katika uongozi na siasa, ubunifu, teknolojia na uchumi wa kidijitali, afya na ustawi wa vijana. Kwa ni siku muhimu sana kwa vijana wote. Ninasikitika kwamba nchi yetu haijawahi kuipa thamani siku hii muhimu, ni kwa sababu haijawahi kutambua umuhimu wa vijana duniani na umuhimu wa vijana Tanzania. Siku hii inatumika mahususi kwa ajili ya kuonesha ni kwa namna gani vijana ni msingi wa maendeleo duniani, ni msingi wa maendeleo katika jamii zao. Ni siku hii inatengeza mwanya wa kuwapa vijana nafasi ya kutumika kuwa nguzo ya maendeleo na si tishio kama ambavyo katika nchi yetu imekuwa ikitambulika. Kwa hiyo ni siku mahususi kwa ajili ya sisi vijana kujenga mwanga na kujenga msingi wa kuonesha kwamba tunapaswa kuwa chanzo na msingi mkuu wa maendeleo kwenye nchi yetu, si kama tishio au tunavyotengwa kama ilivyo sasa. Kikao cha kamati tendaji ya Baraza la Vijana Chadema Taifa kilichoketi tarehe 28 ya mwezi wa 5 pale Dodoma kiliazimia kwa pamoja kuwa maadhimisho ya siku ya vijana duniani kwa vijana wote wa Chadema kwa mwaka huu yatafanyika mkoani Dodoma, maeneo ya Dodoma mjini. Sambamba na kauli mbiu ya kimataifa ambayo ni vijana kukuza ushirikiano wa kimataifa kupitia teknolojia na ubia, yani Youth Advancing Multilateral Cooperation through Technology and Partnership. BAVICHA tutaongozwa na kauli mbiu ya kijana na katiba. Kauli hii ni mahususi kwa ajili ya kuhamasisha vijana wote nchini kwetu kuwa mstari wa mbele kupigania upatikanaji wa katiba mpya. Katiba si hitaji la kisiasa pekee,
bali ni mustakabali wa vijana wa kesho na kesho kutwa. Taifa linalowashirikisha vijana katika katiba yake linatengeneza kesho iliyo bora ya vijana na kesho iliyo bora ya jamii nzima. Kwa hiyo ni msingi huu na ni mwanzo huu kupitia siku hii ya vijana duniani na kauli mbiu ambayo BAVICHA tumechagua ya kijana na katiba, kuhamasisha na kuwaomba vijana wenzetu wote wa Tanzania nzima kushiriki kikamilifu, kupaza sauti yao na kuinuka sasa kudai upatikanaji wa katiba kama suluhu ya matatizo sugu na changamoto sugu ambazo zimekuwa zikilikabili taifa letu.